Aksanti, karibuni wafuataji wapenzi wa lugha tukufu la Swahili. Mko wengi kufuata habari kutoka shirika la RTNC mji mkuu Kinshasa. Shirika letu la RTNC kama vile mmejua magharibi, na hivyo basi tukifungua ukarasa wa habari mi kabisa hapa mji mkuu Kinshasa, kama vile serikali ya mji wa Kinshasa iliweza kukamata mpango kuomba na wale wote waliweza kujenga kando kando ya njia ya mashua ya Toto ama tre kwa lugha ya Kifaransa waondoke na watoshe makao zao, na wale wenye walijenga fasi bila ruhusa wajue kwamba serikali ya mji wa Kinshasa itaweza kuvunja. Na kweli walianja kuvunja makao zote iliweza kujenga manyuma inapatikana kando kando ya njia ya mashua ya Toto. Na hivyo basi mmejua shirika la Onatra ndio imefanya kazi kwa kuweza kurudisha manjia yote hiyo ilikuwa zamani. Na hivyo viongozi wa mji wa Kinshasa, waziri anaohusika na kazi hiyo alienda na kabisa vyombo vya kuweza kubomoa na kutosha makao manyumba popote unapatikana. Yeye peke yake liwali wa mji wa Kinshasa bwana Daniel Bumba alikuwa kuendelesha kuangalia namna gani wametosha na kuvunja makao ama manyumba yanayopatikana kunako njia ya mashua ya Njikafu. Na watu waliweza kulalamika, lakini wajue kwamba serikali akamata mpango, wajue kama itaenda mpaka mwisho na wajue tena wataendelea na kazi ya kuweza kuvunja wale wote wanajenga fasi bila ruhusa. Tukijelekeza upande wa Chen, tutamjulisha kwamba kuliweza kuwa mkutano mkubwa huko wa mama wa Kongomani waliopatikana huko, na kabisa kundi la Seifad waliweza kuwa na kuhudhuria mkutano mkubwa ya wamama wafanyabiashara wachuuzi wakuu wa nchi ya Kongo Kidemokrasia, wakizungumza na wale wenye kusika na biashara upande wa China pamoja na wengine walikuwa wengi kusudi waweze kutumika mkono kwa mkono kuweza kusaidiana wa ndugu zetu wafanya biashara wa China pia wafanya biashara wa nchi ya Kongo Demokrasia. Na mama Emily huyu wanaosika na mambo hiyo pamoja na bwana Gloire Konga na vile vile mama Clemence kwamba pamoja na wengine wote walijitolea kusudi mkutano upashe kupitikana vizuri. Na Balu Mwene huyu balozi wa nchi ya Kongo Demokrasia upande wa China alikuwa hapo, waliweza kutumika mkono kwa mkono na kuangalia kitu gani wanaweza kufanya, wanaweza kuendelea kazi ya kuweza kunyanyua uchumi wa nchi ya Kongo Demokrasia na uhusiano na nchi ya China kusika biashara. Tukitoka upande wa China tumejelekeza upande wa Kasai Central, kabisa pa Kananga. Huko kuna foundation kubwa inayoongozwa na bwana Jean Tshisekedi Kabasele pamoja na wengine wote walikuwa hapo upande wa Kananga. Kulikuwa mkutano mkubwa kabisa mbele ya raia na huko akiomba wote wa nyuma ya serikali ya nchi ya Kongo Demokrasia, nyuma ya president wa nchi ya Kongo Demokrasia wa kuendelesha kazi mbalimbali ya maendeleo ya nchi yetu. Bwana Jean Tshisekedi pamoja na foundation yake waliweza kutoa pesa nyingi wakongomani wote wanaopatikana kwa kusaidia ndugu zetu waliozopata msaada, waliozopata msiba wa vita mashariki ya nchi ya Kongo Demokrasia. Msaada wa pesa huyu wa foundation Tshisekedi na ndugu zetu wa Kananga itaweza kuwasaidia wale wote wanaopatikana na matatizo pia magumu, na ikijulisha kwamba pesa hiyo wataweza kumpatia liwali wa jimbo la Kasai Central bwana Moise Kambulu. Huyu aliweza kupiga accent kwa yote wanaofanya, na kijulisha kwamba foundation ya Jean Tshisekedi Kabasele mteule huyu wa nchi ya Kongo Demokrasia waliweza vile vile siku iliweza kupita kuangalia kazi ya kutengeneza mabarabara manjia huko upande wa Kasai Central. Habari zingine ni habari kusika na university pia usafi ama hygiene. Kama vile tujulisha mama Fatu Bombi ya kwamba huko upande wa campus ama university ya Kinshasa waliweza kupokea kabisa kazi ya mama Isabel Lumbwe. Huyu dokta kiongozi wa kabisa shirika yetu kubwa ya serikali yenye kuongoza na usafi, walienda huko kusafisha kabisa office kubwa na eneo kubwa hiyo ya university ya Kinshasa kusudi watoshe uchafu, wasafishe iwe safi na isiweze kuingia vidudu ama
vitu inaweza kuleta magonjwa. Yote iliweza kuwa furaha mimi kabisa kwa kiongozi ama kiongozi Munwerazi wa University ya Kinshasa. Kama vile mmejua, aliweza kupiga asante kwa mama Isabel Lumbwe pamoja na shirika lake kuweza kufanya kazi hiyo ya kuweza kusafisha na kutoa uchafu huko kunako University campus ya Kinshasa. Kiongozi wa university ama rector kwa Kifaransa bwana Jean-Marie Kayembe alipiga asante na kujulisha kwamba ni vizuri wataweza kutumika pamoja kuweka usafi kila mara huko upande wa University ya Kinshasa. Kutoka hapa mji mkuu Kinshasa tumejielekeza upande wa Kongo Central. Huko umejua bwana Grace Bilolo, liwali wa jimbo hiyo, ameendelea na kazi ya kutengeneza mabarabara na kazi zingine mbalimbali kusudi ya kusaidia kabisa raia wa Kongomani wanaopatikana huko na kufuatana mpango wa serikali kwa kuweza kusaidia wakaaji wote wanaopatikana kunako vijiji ama miji mbalimbali. Akitia jiwe kubwa kwa kuweza kutengeneza maofisi mbalimbali la jimbo lake. Alikuwa upande wa Luozi, nafasi aliweza kupokelewa na furaha pia na shangwe na ndugu zetu wa Kongomani wanaopatikana huko. Namna ya kuanza kutengeneza manjia Nkundi pengine pote aliweza kupita na kupokelewa na askari polisi na viongozi huko, akijulisha kwamba ataendelea kila mara kutengeneza mabarabara, njia, vilalo na kusafisha miji na kutolea ndugu zetu huko vyombo vya kazi. Itaweza kusaidia kazi ya kuweza kufanya mashamba na zingine. Ni furaha kwa ndugu zetu wanaopatikana huko, na bwana Grace Bilolo alijulisha kwamba ataendelea na kazi kama vile desturi. Kutoka upande wa Kongo Central tumejelekeza mimi kabisa, tumerudi hapa mji mkuu Kinshasa na ndugu zetu wale wanaohusika na kazi mbalimbali wakijitolea kusaidia kazi inayofanya bwana Felix Tshisekedi kwa kuleta amani na ukimya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Ni kama vile mmoja bwana Medar Kongolo, yeye ameomba na wakongomani wapashwe kujiunga pamoja na serikali ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, kujiunga mkono na president wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kwa amani na ukimya na kutafuta maendeleo na maisha bora ya wakongomani wote. Ilikuwa kunako mkutano mkubwa uliozofanyikana hapa mji mkuu Kinshasa, ilikuwa upande wa mtaa wa Barumbu. Habari kutoka Barumbu tumejelekeza upande wa Maluku. Huko bwana Alexis Mampa Mundoni, yeye ni burgomestre ama kiongozi wa mtaa wa Maluku. Ameendelesha na kazi ya kuweza kusafisha, kutengeneza mabarabara, mifereji, nafasi zote kunapopatikana uchafu. Na mimi kabisa na shirika yake yenye kufanya kazi ya kutosha uchafu, walikuwa kunako mabarabara kubwa huko upande wa Maluku na manjia mbalimbali, na kuomba wakaaji wote wenye kubaki huko upande wa Maluku wapashwe kuamsa zabiri na kuungana pamoja na kazi ya shirika lake kusudi watumike mkono kwa mkono kwa kuweza kuleta usafi upande wa Maluku. Bwana Alexis Mampa Mundoni amefanya kazi ya kusafisha na kutengeneza mabarabara, mifereji kila siku ya sita, kama vile waliweza kulazimisha na kiongozi ama liwali wa mji wa Kinshasa bwana Daniel Bumba kuwe salongo kama vile ameita kila siku ya sita, na wandugu wote wakaaji wote wanapaswa kamata jembe, mpanga na kuweza kutosha uchafu na kupeleka kunako yalala na kutosha kunako mifereji ama barabarani. Habari kutoka Maluku tumejelekeza upande wa Kasavubu. Huko nako kiongozi ama burgomestre wa Kasavubu bwana Fine Masombo, yeye naye vile vile ameanza tena kurudilia kazi ya kuweza kutosha uchafu na wale wenye kujenga fasi bila ruhusa. Hivyo basi alikuwa kunako barabara Asosa pamoja na Sport, nafasi waliweza kujenga kutia manjanja bila ruhusa za serikali na kuleta uchafu, na imeweza kuleta hata msiba wa gari kwa sababu wadereva hawaoni vizuri njiani. Waliweza kuvunja na kubomoa manjanja yote na kutengeneza na kutosha uchafu kunako barabara hiyo Asosa Sport kusudi fasi hiyo iwe nyeupe na waone kama mtaa wa Kasavubu ni mtaa wenye kuwa usafi. Bwana Fine Masombo alijulisha kwamba ataendelea vile vile kutembelea mabarabara zote za mtaa wa Kasavubu, iwe Sayo, iwe Asosa, iwe Sport Force, wataweza kusafisha na kutengeneza kusudi watu wapashe kupumua vizuri na pepo ipashe kufikia watu kama vile inaolazimisha. Kutoka pande wa Kasavubu tumeenda pa Mongafula. Huko wa ndugu zetu walikuwa na matatizo magumu ya moto wa umeme. Mimi kabisa ni wa ndugu zetu wanaopatikana kunako mkoba wameita Machungu ni Mongafula. Waliweza kubaki muda siku nyingi bila moto umeme. Imejulisha kwamba wakati waliweza kushimika mimi kabisa
vyombo iliweza kudumu muda miaka 10 bila moto umeme. Na hivyo basi moja mteule wa mji wa Kinshasa bwana Obe Mukanu pamoja na viongozi wa SNEL walijielekeza huko pa Machungu na kuangalia kabisa hiyo tumeita cabine kwa lugha ya Kifaransa na vyombo vya kazi kuitengeneza kusudi moto umeme irudie kwa ndugu zetu wa Machungu. Na hivyo kweli wamepata moto wa umeme, matala imeingia na itaweza kusaidia wa ndugu zetu. Kulikuwa matatizo magumu kila mara kuwa wezi na wengine kuwaletea matatizo mbalimbali. Na hivyo basi asante na bwana Obe Mukanu akijusha kwamba wataendelea na ndugu zetu wengine wa Mongafula kuwasaidia tu na moto wa umeme wa shirika hiyo la SNEL. Mbele yote ipitikana mbele ya viongozi wa DDK ya mji wa Kinshasa. Habari za mwisho ni habari kubwa kabisa wa ndugu zetu wa Kimbangist. Mama Mwilu umejua alifariki tarehe 27 mwezi tunaoni kusema mwezi. Ulimwengu nzima ilikuwa sherehe kubwa kwa kuweza kumkumbuka. Yeye ndiye aliweza kubaki na neno la bwana Simo Kimbangu. Huyu aliweza kuomba Mwenyezi Mungu kutafuta amani, uhuru wa nchi ya Kongomani pia ulimwengu nzima. Na mama Mwilu walikuwa na misa kubwa huko upande wa Etazini, kabisa nchi ya Amerika. Akiweza kama vile umejua kubaki na dini hiyo tarehe mwaka 1921 mpaka mwaka 1959. Mama Mwilu aliweza kufundisha watu kashitet, aliweza kusaidia watu wajue kumuomba Mwenyezi Mungu na kuwafundisha neno la Mungu kama vile imetoka kumjulisha. Ilikuwa shangwe na furaha huko upande wa Maine, upande wa Etazini nchi ya Amerika, walikuwa na shangwe kubwa. Na kama vile hapa mji mkuu Kinshasa nilikuwa kueneza miaka 66 tangu mama Mwilu aliweza kufariki. Accent nimepiga nukta ya mwisho kwa macheto mtarishia kwa magharibi ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi na nitakutana tena siku ijayo inshallah. Wa ndugu zetu wanaopatikana upande wa Kindu, Bukavu, Goma, Walikale, popote mnaopatikana, Mwenyezi Mungu awabariki. Amani warudilie, tutakuwa kila mara kwa aksanti kwa irini alamsiki. Tout de suite, info en Chiluba.